Msikilizaji, kama utakuwa wewe ni moja ya wasikilizaji ambaye tangu tumeanza kusikiliza simulizi ya Hamza ama mliobatikaga kuisikiliza simulizi ya Edina, basi tutakuwa tumeshajifunza namna ya kuvuna nishati ya mbingu na ardhi. Okay? Na ndio maana mtu anaweza kukuona na miaka 23 tu kimuonekano, lakini kumbe una miaka 78. Yes, kama bado hujajua mafunzo, basi waulize wenzio. Wengi wanajua sana mafunzo ya kuonekana bado ni binti ama kijana mdogo sana. Ndio maana kwa jicho la nyama wengi mnaniona na miaka 23, lakini mimi nina nguvu za nishati ya mbingu na ardhi. Nina zaidi ya miaka 80, msikilizaji. Naam, hii ni sehemu ya 19, okay? Tulipoishia sehemu ya 18 ni pale ambapo Hamza pamoja na Eliza wameenda kule Bagamoyo, na baada ya kwenda huko ni kwenda kwenye ile kampuni ya Dede kufuatilia deni lao. Lakini sasa inaonekana ni kama wameingia kwenye mdomo wa mamba, ama inaonekana ni kwamba Hamza amejipeleka kwenye mtego ambao ametegewa. Lakini pia Regina anahitaji, yani ametoa maagizo ya kwamba Hamza anatakiwa arudi makao makuu haraka sana, kwani anatakiwa kwenda hospitali kwa ajili ya kumwona bibi. Bibi anahitaji kuonana na Hamza leo hii unavyosikiliza simulizi, msikilizaji. Sasa Hamza atafanya nini huko kwenye kampuni ya Dede, na Eliza atapata shida gani huko alipo, na kama atafanikiwa kurudi mapema, kipi ambacho bibi atamweleza Hamza? Karibu sana msikilizaji, langu jina Lucas Lumbas, tusonge mbele. Naam. Sasa wakati Hamza akiwa amembana ule mwanaume mlevi chini na mguu wake, yule mhudumu ambaye aliwakalisha hapo aliingia kwa haraka, huku akiwa na hisia mchanganyiko. Yaani ilikuwa ni kama hakuwa ametegemea tukio hilo, au hata kama alitegemea hakuwa na jinsi ya kulizuia kutokana na maagizo ya bosi wake. Sasa yule mwanamke akasema, "Samahani kaka, nini kimetokea?" aliuliza, na Hamza aliacha kuminya na kumpiga teke. Sasa Hamza akasema huyu bwana amekuja hapa na mapombe yake na kutaka kumdhalilisha meneja. Hili eneo linaonekana lina usalama mdogo sana kwa watoto wa kike. Yule mwanamke akasema, "Mr. Hamza, najua amekosea kweli. Basi naomba umwachie kwanza." Aliongea yule mwanamke huku akimwangalia yule mwanaume wa miraba minne alivyoweza kudhibitiwa na Hamza, na ilimfanya kuonyesha hali ya mshangao. Sasa Hamza akasema sio kirahisi, huyu mtu alitaka kumdhalilisha meneja, na kwa ninachoona hapa pengine sio tukio la kwanza. Hivyo napanga kupiga simu polisi waje hapo wafanye uchunguzi. Yule mhudumu mara baada ya kusikia kauli hiyo hajikuta akikakamaa. Yaani sio kwamba alikuwa akiogopa polisi. Ukweli ni kwamba yametokea matukio mengi sana ya polisi kuja eneo hilo, lakini hawakufanya chochote zaidi ya kuzuga tu. Bosi wa hilo eneo alikuwa ameliweka jeshi la polisi mfukoni mwake. Kilichomwogopesha ni kwamba swala hilo linaweza kumfanya kupoteza kibarua chake. Sasa akasema kwamba naomba samahani kwa kile kilichotokea, lakini kabla ya kuwasiliana na polisi naomba kwanza niwasiliane na bosi wangu ili nione kama ananipa maagizo gani. Aliongea na haraka sana, alikimbilia nje kufanya mawasiliano. Hamza akasema, "Vipi, ushawahi kupitia tukio kama ile?" Alimuuliza Eliza, na Eliza itingisha kichwa kukataa. Eliza akasema, "Sijawahi, mimi nimeshangaa tu Mr. Liza kupanga kitu kama hiki kwa ajili ya kutotaka kulipa." Hamza akasema, "Okay, kuna kitu hakipo sawa hapa. Hata mimi sidhani yote haya ni kutokana tu na kulipa. Kama nimefanya biashara, kwa nini akatae kulipa?" Eliza akasema, "Unataka kumaanisha pengine kuna sababu nyingine zaidi ya kulipa deni?" Hamza akasema, "Kwa sasa tuwezi kujua, lakini kwa sababu nipo." "Wewe usiwe na wasiwasi kabisa. Nina hamu ya kuona ni kitu gani wanapanga." Aliongea Hamza, na muda huo sasa yule mhudumu airudi mbio. Akasema kwamba naomba mnifuate tafadhali sana, bosi yupo vyumba vya ardhi kwenye kasino. Aliongea na kauli ile sasa ilimfanya Hamza kushangaa kidogo na kujiuliza, ina maana hii sehemu ina vyumba vya ardhi? Hamza alimpa ishara Eliza kutokuwa na wasiwasi, na pale alitoa tabasamu akimwangalia yule mhudumu. Hamza akasema, "Hakuna shida, tangulia tuelekee huko." Aliongea Hamza, na yule mhudumu sasa aligeuka na kuanza kutembea kuwapeleka vyumba vya ardhi. Walitembea mpaka mwisho wa korido, na mwishoni kulikuwa kumejengwa kijumba kidogo tu kama kabati kubwa hivi
na kilichokuwa kimepakwa rangi nyeupe. Kwa kuangalia tu msikilizaji, ungegundua ni kijumba ambacho hutumika kama mlango wa kuingilia kwenye lifti kuelekea upande wa chini. Sasa Eliza ndiye ambaye alionekana kushangaa zaidi kuliko hata ya Hamza. Katika eneo hilo kulikuwa kuna eneo kubwa mno ambalo katikati ya eneo hilo kulikuwa kuna ulingo takriban ukubwa wa mita 60 za mraba. Ulingo huo wa mzunguko ulikuwa umezungukwa na viti virefu ambavyo vilikuwa vimekaliwa na wanaume, wanawake na hata watoto walikuwepo. Yaani kwa haraka tu msikilizaji, utaweza kusema watu hao wote ni wale wenye uchumi wa juu sana, yani watu waliowapatia maisha. Ilikuwa ni eneo la kushangaza mno, tena kuwepo ndani ya ardhi ya nchi kama Tanzania. Kitu ambacho kilimshangaza Hamza na Eliza ni kwamba watu hao wote waliokuwa hapo ndani walikuwa wamevalia vinyago usoni kana kwamba walikuwa wakiogopa sura zao kuonekana. Ijapokuwa ni eneo ambalo lipo chini ya ardhi, lakini mwanga wa taa za rangi tofauti tofauti zilimulika na kufanya eneo lote kuonekana kupendeza zaidi. Sasa ule mhudumu akasema ya kwamba huu ni uwanja wa mapigano, unaitwa Nungunungu. Bosi upo pale upande wa VIP. Mimi naruhusiwa kuishia tu hapa. Aliongea ule mhudumu na kwa ukauzu aligeuka na kuondoka akiwacha Hamza na Eliza. Sasa Hamza na Eliza waliinua vichwa vyao upande ambao walielekezwa na ule mhudumu na waliweza kuona pande zote 4 za stage kulikuwa kuna viti virefu, masofa na aina nyingine tu za samani. Kulikuwa kuna wanaume kadhaa ambao ndio pekee hawakuwa wamevalia vinyago, na mmoja kati yao alikuwa ni Boss Liza ambaye amevalia mavazi ya kitamaduni ya Kimasai. Alionekana kuwa na uso uliozeeka kidogo licha ya umbali na mavazi yake ya kitamaduni, lakini saa ya Louis Danton ya rangi ya almasi ilikuwa ikionekana. Sekunde ambayo Hamza na Eliza walitaka kusogelea eneo lile, sauti zilianza kusikika upande wa ulingo, watu ambao walikuwa wanapigana. Sasa sauti zilisikika, kill him, kill him. Ilikuwa ni sauti za Kiingereza zilizokuwa zikitoka kwa watu. Ilimpa Hamza uelewa kwamba inawezekana watu wengi ambao wapo ndani ya eneo hilo walikuwa ni wageni na sio raia wa Tanzania. Ni kweli kwamba kati ya watu waliovalia vinyago walikuwa na ngozi nyeusi na za kizungu, lakini ilikuwa ni ngumu kuwatofautisha wala kuwafahamu. Sasa kelele zilisikika zikisema, tumia nguvu, yes, kata sikio lake la kulia kwanza, yeah, safe, good. Zilikuwa ni kelele za kutisha, na kwa jinsi ambavyo walikuwa wakiongea ni dhahiri kabisa watu hao wote walikuwa na roho za kikatili mno, yaani wanashangilia mtu kuuliwa kwa ukatili mkubwa. Katika stage ya ulingo wa mapigano alionekana mwanaume wa miraba minne mweusi ambaye damu na jasho vilikuwa vimemlowanisha, na alikuwa amemshikilia mwanaume mwingine mwenye ngozi nyeupe. Alikuwa amemshikilia upande wa shingo yake, huku sasa akiwa na kisu alichokielekezea shingoni. Yule mwanaume aliyeshikiliwa alionekana kujitahidi sana kuhangaika maskini ili kuweza kujitoa katika mikono ya yule mwanaume wa miraba minne, lakini alikuwa ameshikiliwa vyema kiasi kwamba hakufurukuta. Dakika ile kilichosikika ni shingo ya mtu yule kuvunjwa na kupoteza uhai pale pale, huku akiwa hana masikio kwani alikuwa ameshakatwa. Sasa kitendo cha bwana ule kudondoka chini na kupoteza maisha ilifanya kundi la upande wa kulia kuanza kushangilia kwa furaha kubwa sana, wakisema tumeshinda. Ilikuwa ni kama wote wamepandwa na ukichaa, na walianza kurusha maburungutu ya hela pamoja na vitu vya thamani kwenye ulingo. Jambo lile lilimfanya Eliza kutetemeka kiasi cha kujificha nyuma ya Hamza. Hamza, tafadhali, naomba tunduki, sehemu inatisha mno. Aliongea Eliza kwa sauti ya kuomba. Upande wa Hamza alijua kabisa Tanzania pia kuna matukio ya ulimwengu wa giza, lakini hakutegemea kama ingekuwa hatari namna hiyo. Ukweli ni kwamba alishasikia tetesi za kitu kama hiki. Kipindi ambacho alikuwa ni mtu wa kuperuzi sana mitandaoni, alisikia malalamishi kibao kutoka kwa watu wakisema baadhi ya ndugu zao wamepotelea katika jengo hilo. Sasa kile ambacho anaona ilionekana ilikuwa ni kweli kabisa. Pengine walioingia hapo ndani waliingia kupigana, na kilichowatokea ni kupoteza maisha na maiti zao kutoeshwa. Hamza akasema, usiogope Eliza, ukiondoka si ndio kitu ambacho Liza anataka kitokee. Hili eneo linaonekana kuwa siri, lakini kafanya makusudi tu kutuleta hapa
ili tumuogope na uache kumdai. Basi Hamza ilibidi amtulize Eliza. Ijapokuwa kwa mwanamke kama Eliza, kwake eneo hilo lilikuwa likitisha. Lakini kwa watu wengine kama anyway, nisitolee mfano. Ilikuwa ni burudani aina yake kwao, na hata kuingia hapo pengine walipia pesa nyingi sana. Hamza akasema kama ushawahi kusikia black boxing market, ndio hii sasa. Zipo nyingi sana duniani na zinaendeshwa kwa siri. Ndio mahali ambapo matajiri wanatafuta msisimko wa furaha tofauti. Ama tukio yote yanayoendelea hapa yanarekodiwa na kuonyeshwa kwenye mtandao wa deep web kama njia ya matangazo kujiingizia pesa zaidi. Ndio maana hapa wengi wanaonekana sura ya Kitanzania. Eliza akasema lakini huu si ni ukatili unaofanyika jamani? Hamza akasema katika dunia hii furaha inatafutwa kwa njia tofauti sana. Kuwa na kila kitu hakumfanyi mtu kuwa na furaha. Ndio maana kuna starehe za namna hii. Wewe nifuate mimi na tufanye kile kilichotuleta kisha tuondoke. Aliongea Hamza na kumfanya Eliza kumwangalia kwa macho ya kusita. Kwa namna ambavyo Hamza alikuwa kijiamini, aliona ni kama vile ni mtu ambaye ashaingia kwenye maeneo kama hayo mara kibao. Sasa baada ya kufika eneo la VIP, yule bwana aliyevalia kitamaduni alionekana kuwaona. Sasa Eliza akasema kwamba wow, nimefurahi kuona nyewe wageni wetu wa heshima kutoka kampuni ya Dosam. Muniwe radhi bwana kwa kutokuja kuwapokea kwa sababu ya ubize. Aliongea Eliza huku sasa akifurahishwa na namna ambavyo Eliza alikuwa akionekana kutetemeka. Mr. Eliza, tupo hapa kwa ajili ya kusanya malipo ya mwisho ya tenda, lakini mazingira hapa yanaonekana kutokuwa mazuri kuongea. Ile ndio ni nzuri kabisa kuongelea masuala ya hela bwana. Hivi unajua wageni wangu wote unaoona hapo wamelipia zaidi ya milioni 100 kama kiingilio. Kwa sababu umefika basi ngoja mliwekee baraka kidogo ile eneo. Aliongea na mdau yule sasa alimwangalia mwanaume aliyevalia kinyago. Alionekana kama mhudumu na kumpatia ishara kusogea. Sasa akaagizwa kwamba leta mvinyo huo kwa ajili ya wageni wetu. Aliongea na mvinyo wenyewe haukuwa mbali. Mhudumu yule alimimina mvinyo kwenye glasi 2 na Boss Eliza aliinua glasi yake juu kama ishara ya kuwakaribisha. Akasema ya kwamba meneja, mnapaswa kunywa huu mvinyo bwana kama ishara ya heshima kwa ajili ya hili eneo. Aliongea na mdau yule sasa alikunywa mvinyo uliokuwa kwenye glasi yake huku akitoa tabasamu lililojaa uovu. Eliza akasema samahani Mr. Eliza, situmii mvinyo wenye kilevi. Eliza akasema kama nilivyosema sio swala la kunywa ama kutokunywa, ni ishara ya heshima ndani ya hili eneo. Macallan ni moja mvinyo bomba sana, hasa huu wa miaka 25. Unaonaje nikinywa kwa niaba meneja? Nadhani itafaa zaidi, maana ni ile ile tu. Aliongea Hamza. Eliza akasema unaonekana upo vizuri sana Mr. Hamza likija swala la mvinyo mpaka umejua jina lake. Aliongea Eliza na Hamza hakujali sifa zake. Alichukua kile kilevi cha Eliza pamoja na cha kwake na kunywa vyote kwa mkupuo miwili. Eliza akasema Mr. Eliza, tunaweza kusogea sehemu iliyotulia ili kwenda moja kwa moja kwenye lengo letu. Aliongea hivyo Eliza akiwa tayari sasa ashatoa karatasi kutoka kwenye mkoba wake. Eliza akasema mbona haraka hivyo? Eliza akasema Mr. Eliza, bado nipo kazini na nina kikao baada ya hapa. Kwa nini tusongea makabidhiano ya hela kwanza? Kampuni yetu Eliza, Eliza. Eliza alimkatia hewani asiendelee kuongea. Una hisa ndani ya kampuni ya Dosam? Sijafanya kazi kwa muda mrefu ndani ya kampuni, kwa hiyo ni vigumu kuwa na hisa. Sasa kama hisa huna, kwa nini unafanya kazi kwa juhudi kiasi hiki? Ni faida gani kubwa sasa unapata tofauti na mshahara? Haijalishi napata kiasi gani cha mshahara. Hii ni kazi na unapaswa kuchukulia serious. Hivi katika dunia leo kuna sababu nyingine ya kufanya kazi kwa bidii tofauti na kupata hela? Aliongea na mdau alionekana kuchukua cheki kutoka kwenye mikono ya msaidizi wake. Sawa, mimi nitakuandikia cheki ya milioni 20 hapa na hela hizi zitaingia kwenye akaunti yako binafsi. Kuhusu malipo mengine mnaweza kunishtaki tu. Mr. Eliza, yani unajaribu kunipa rushwa? Sio kukupa rushwa. Mimi ninachofanya hapa ni kukununua tu. Kununua? Eliza hakuamini maneno ya Eliza na alishia kukunja ngumi kwa hasira. Meneja, unajua ni mwanamke mrembo sana.
Alafu mimi nimekupenda ghafla tu. Hivyo unaonaje ukichukua milioni 20 na kuwa na mimi kwa mwezi mmoja? Hii ni hela rahisi mno kuliko mshahara unaopata kwa jasho jingi. Aliongea na kauli ile ilimfanya Liza kubadilika na kujawa na hasira. Tena ukauzi uliongezeka kwa wakati mmoja. Ni kweli ametokea familia ya kimaskini, lakini hakuwa tayari utu wake kushushwa thamani. Sasa Liza akasema, Mr. Liza, ukiongea tena nitakushtaki kwa kosa la unyanyasaji. Unishtaki? Huu ni utani tu ambao bwana sijasikia kwa muda mrefu. Mwanamke wa kariba yako ya kutokuchangamka umwezaje kuwa meneja wa kampuni kubwa? Aliongea huku akiendelea kucheka. Aliamini mwanamke mrembo kama Liza ili kuwa meneja lazima atumie uzuri wake, na alitaka kutumia njia hiyo hiyo ili kuweza kumuhonga. Hamza, hebu tuondoke bwana. Aliongea lakini Hamza alikataa pale pale. Ase, hatujapata hela tulioijia hapa. Sasa tunaondokaje kirahisi? Aliongea na kumfanya Liza kushangaa, maana hakujua Hamza alikuwa kipanga nini. Sasa Boss Liza akasema, kwa hiyo unasema bila hela hapa huondoke, si ndio? Mwanzoni sikuwa nikijali swala la hela, na nilitaka kuona nini kinaendelea hapa ndani. Lakini nimebadilisha mawazo. Nini umekufanya kubadili mawazo? Hakuna sababu kubwa. Cha kwanza, umetufanya tusubirie muda mrefu na kisha ukatuma mtu akuja kutogopesha. Lakini sasa hivi unaanza kuongea uchafu wako kumtania meneja wetu. Hatuwezi kupoteza muda wote huo ambao tumekuja hapa na kuondoka mikono mitupu. Alafu kingine, nimekuja hapa kama mlinzi na mlinzi wa meneja. Unadhani nitaonekana vipi kisikika kwamba mimi mlinzi niliangalia tu bosi wangu akidhalilishwa? Aliongea Hamza na kumfanya Boss Liza macho yake kuchanua. Akasema, hivi unajua muda mwingine muonekano wa mwanaume unaweza kumfanya kupoteza maisha hata kama hana kosa. Acha kujaribu kuniogopesha. Na kushauri tulipe, utupatie ama utulipe kilicho cha kwetu, tuondoke kwa amani tu na sio kutupotezea muda. Sisi wote ni watu wazima, michezo kama hii ni ya kitoto na ishapitwa na wakati. Aliongea Hamza huku akikaa chini kabisa. Na kauli yake ilimfanya Liza kushangaa, maana unajua siku zote vijana ambao alikuwa akiongea nao walionyesha kumogopa. Pale alijikuta akisimama na kuangalia mbele kwenye ulingo. Akauliza kwamba ukiangalia ile eneo lote ubunifu wake ni wa Kirumi. Hii inakupa hisia gani? Liza akasema, mimi ninachoona hapa ni ushenzi tu unaoendelea. Muda mchache uliopita nimeona mtu akipoteza maisha kwenye ule ulingo. Kwa hiyo huwa mili yao kwanza unapeleka wapi? Vipi kuhusu wale ujeruhiwa, wanatibiwa wapi? Baada ya Liza kuuliza hivyo, Liza akasema, meneja Liza, unadhani anaingia ulingoni ni kwa ajili ya kutoka bila majeraha au kufa? Hapa hakuna cha daktari, ukiumia umeumia, ukifa umekufa. Basi Liza akasema, hii sio karne zilizopita. Hii ni Tanzania inayoendeshwa kwa sheria na haki za binadamu. Inakuwaje unawachukulia tu binadamu kama vile ni wanyama? Mimi sijawahi kuwaza ndani ya nchi yetu iliyojaa amani kuna vitu kama hivi vinavyofanyika. Huu ni ushenzi. Aliongea kwa kufoka, lakini Liza hakuonyesha ukasirika hata kidogo, na alinyosha kidole chake kuelekea ulingoni. Wale unaoona pale nimewanunua kwa pesa nyingi. Na unajua aliyeniuzia ni nani? Hao wote ni wafungwa wenye vifungo aidha vya maisha au wamehukumiwa kunyongwa. Wengine wamejileta wenyewe tu kwa ajili ya kutafuta hela. Hebu chukulia wewe ni mfungwa, adhabu yako ni ya kifo. Na kuna njia kama hii ya kuweza kupigana, aidha kufa katika ulingo au kushinda na kupata hela na kisha kujiokoa na adhabu ya kifo. Ni kipi utachagua? Wewe utaniita kila jina baya, lakini wao wananiita mwokozi niliyewapatia tumaini. Hebu kwanza waangalie wanavyopigana. Watazame. Unadhani kuna kulazimishwa pale? Nakuuliza. Hebu angalia na watazamaji. Angalia na walivyocharuko na akili kutokana na furaha. Kukurahisishia tu, ukishakuwa mfungwa wa muda mrefu na ukapewa nafasi kama hii, watazamaji hawatakuonea huruma. Watakuona tu kama tu maombo tu wanaojaribu kushindana. Ndio maana wanafurahia namna hiyo. Hawa watu ni kwamba tu huwezi kuona sura zao. Lakini nadhani hawa wanatokea wapi? Hapa kuna wanasheria, kuna wanasiasa, kuna wanajeshi, kuna wajasiriamali wakubwa tu, mpaka watu wa dini wapo hapa. Ndio watu ambao wapo katika ngazi za juu kimaisha kwenye jamii zetu. Watawala wetu
lakini wapo tayari kulipa mamilioni ya pesa kwa ajili ya kumwona mfungwa akimuua mfungwa mwenzake kama sehemu ya sherehe. Aliongea Laiza bila kubadilisha muonekano. Eliza alishia kukakamaa mwili, bado hakukubaliana na maneno yake, lakini alishindwa pia kujua namna ya kupinga. Hakuelewa kwa nini watu kama hawa ambao walionekana kuheshimika katika jamii na kuwa na elimu kubwa kuja kulipa kiasi kikubwa cha pesa kwa ajili ya kumwangalia binadamu akimpiga mwenzake mpaka kufa na kisha kushangilia. Sasa Laiza akaendelea kusema ya kwamba meneja, inaonekana bado hujanielewa tu. Mimi sio mkatili. Yaani unachokiona hapa ndio asili halisi ya binadamu akiwa nje ya sheria na haki. Unajua binadamu ni mnyama hatari zaidi ya wanyama wote, tena zaidi ya mkatili. Yaani ukimwondolea vifungo vya sheria anakuwa hivyo. Haya sio maneno yangu, ni kutoka kwa mwanafalsafa mkubwa wa kihistoria Aristotle. Na alikuwa sahihi, maana unachokiona ndio halisia maneno yake. Aliongea Laiza na alinama na kuchukua whisky na kupiga pafu mbili na kisha akaendelea. Unajua ile eneo ndio sehemu pekee ndani ya Tanzania hii ambalo hakuna sheria wala mfumo aina yote ile. Sheria msituni pekee ndio inatumika hapa. Uwezo na nguvu ndio kitu pekee chenye maana hapa. Na mimi kama Laiza Kayole ndio Mungu wa ile eneo. Aliongea kwa kitoa tabasamu, tena tabasamu la kujivunia, hasa pale alipomwona Eliza amekosa neno la kuongea. Lakini alishangaa kuona Hamza kwa na mabadiliko yote, na macho yake yalionyesha ukauzu sio kwa kawaida. Mr. Hamza, naona kama hujakubaliana na mimi. Nafikiria kwa nini unaongea pumba zako kutupotezea muda tu na una mpango wa kulipa pesa. Kwa hiyo unaona mimi naongea pumba? Ndio naongea pumba. Nishasema unachokifanya ni mambo ya kitoto. Alafu mimi wasipendelee michezo ya namna hii. Mr. Hamza, nimesikia umemuumiza kijana wangu aliyekuwa amelewa. Najua ana kiu ya damu, lakini bado ni mtoto kwako. Lakini haogopi chui. Mimi natokea ukoo wa farasi na nina uhakika wewe sio chui. Kumbe unajua kuongea utani Sio mbaya. Mimi nimependa kujiamini kwako. Kama nilivyosema, uwanja huu wa mapambano wa nungunungu kinachoangaliwa ni nguvu pekee na uwezo. Kama kweli unataka kuondoka na milioni 800 zote, basi onyesha kama uwezo nao. Na ndio unaoneshaje sasa? Hii sehemu ukiingia lazima ulipie, kama sio hela basi ni mwili wako. Kwa hiyo unamaanisha kama nikiingia ulingoni na kupambana kama mwanaume na kushinda, ndio nitaweza kulipa deni? Hamza, hapana. Ni hatari sana, tuondoke tu. Eliza alipaniki, lakini upande wa Hamza alikuwa na tabasamu na kumwambia apunguze wasiwasi. Upande wa Laiza alishia kutingisha kichwa kwa tabasamu akionyesha kukubali. Haitakuwa fair sasa. Sisi tupo hapa kwa ajili ya kukusanya madeni yetu. Na haina haja kupambana, kwani ni haki yetu. Kama nikipambana na nikishinda, sitofaidika kwa chochote. Mr. Hamza, upo sahihi. Unaonaje tukifanya hivi? Kama ukishinda, mimi sitotoa milioni 800 pekee ambazo mnazidai, bali nitatoa kiasi chote cha pesa kilichopatikana leo hii. Ndio shilingi ngapi? Aliuliza, na boss Laiza alimgeukia bwana aliyekuwa nyuma yake. Hivi mpaka sasa tumeingiza milioni ngapi? Milioni 900 boss. Aliongea na kumfanya Hamza kushika kidevu. Zilikuwa ni pesa nyingi mno kwa mahesabu ya Tanzania ambazo zimeingizwa kwa siku moja tu. Deal. Aliongea Hamza akikubali kuingia kwenye ulingo na kumfanya Laiza kutoa tabasamu la kikatili. Wakati huo Eliza akiwa na hofu kiasi kwamba mwili ulianza kumtetemeka. Alijiuliza Hamza katoa wapi tamaa ya pesa kiasi hicho. Baada ya kubaliana na Hamza, Laiza alionekana kujawa na furaha na alichukua maiki yeye mwenyewe na kisha kutoa tangazo. No, tusikilizane kidogo. Mabibi na mabwana, tunakwenda kuanza mechi ya kipekee ambayo mshindani wetu hatopitia raundi ya kwanza. Tunaye Hamza hapa kutoka jijini Dar es Salaam na ataingia kwenye ulingo moja kwa moja na kupambana na Madog. Mimi nambetia kiasi chote cha pesa kilichopatikana tokea asubuhi. Aliongea hivyo na kauli ile ilifanya watu washangilie kabla hata haijamaliza. Sasa muda huo Hamza alikuwa shapanda kwenye stage tayari na kufunguliwa mlango kuingia kwenye arena, na mara baada ya mashabiki kumuona mtu
yani kumuona mtu mwenyewe anaenda kupambana na Mad Dog. Walijikuta wakianza kumdharau. Sasa akasema huu ni utani, yani hata hajatuna mwili anataka kupambana na Mad Dog. Mad Dog hajawahi kuwa na mpinzani tokea kufunguliwa kwa ile eneo bwana. Huyu binadamu anakwenda kung'atwa mpaka afe. Sasa kuna mzungu mmoja akasema nitambetia kama ataweza kumshinda Mad Dog. Aliongea mzungu mmoja aliyevalia kinyago, na wengine walianza kubeti kati ya mpiganaji aliyepewa jina la Mad Dog na Hamza. Wengi walichagua upande wa Mad Dog kushinda. Eliza mara baada ya kukaa chini na kuangalia kile kinachoendelea, moyo wake ni kama ulikuwa umehama upande. Hakujua imekuwaje hali ikafikia hatua hiyo. Alitamani kupiga simu kuelezea kile kinachoendelea, lakini sasa tokea waingie eneo simu zao hazikuwa zikisoma mtandao kabisa. Kuna maiti vibaya mno. Sasa muda huo kitu pekee ambacho aliona anaweza kufanya ni kumwombea Hamza kushinda na si vinginevyo. Upande wa Hamza alikuwa na utulivu wa hali ya juu akimwangalia Eliza kwa namna ya kumtuliza. Muda huo makelele aliweza kusikika. Yani kwa jinsi watu walivyokuwa wakishangilia, msikilizaji, utadhani ni michezo ile ya mieleka inayoonekana kwenye runinga. Hata taa za manjonjo zilimulika eneo ambalo anatokea bwana ambaye alijibatiza jina la Mad Dog. Licha ya kwamba yanayofanyika hapo ni mambo ya kikatili, lakini ukweli ni kwamba yalikuwa na msisimko mkubwa mno, hasa namna ambavyo Mad Dog anaimbwa na watu kwa furaha kubwa. Mwanamume huyo alikuwa amejengeka mno kimwili. Yani alikuwa na mwili wa kimazoezi. Alikuwa sio Mwafrika kama ambavyo Hamza alitegemea, bali alionekana kuwa ni mzungu ambaye amenyoa kipara huku akiwa amefunika uso wake na kinyago. Mad Dog alionekana ni kama vile hakutaka kujulikana yeye ni nani kwa sura. Lakini licha ya hivyo, watu waliendelea kumshangilia. Yani ukimlinganisha Hamza na yule bwana, ilikuwa ni kama vile ni mtoto na anakwenda kupambana na mtu mzima. Sasa akacheka akasema, yani huyu mtoto bado hajaanza kujikojolea tu. Sasa watu wakaanza kushout wakisema, Mad Dog, kill him, takulipa $500,000 kimoyo dogo. Wengine wakasema atatoa $600,000 kesho nikiona umemnyofoa mguu wake. Wengine wakasema mimi 4, yani mimi ukionyesha tu yani sehemu zake zilivyo za ndani, mimi natoa 4. Makundi ya watu kwa watu ni kama sasa walikuwa wakishindana kuonyesha nani analipa zaidi, lakini mashaiti yao yalikuwa ni ya kikatili mno. Kitendo cha Mad Dog kuahidiwa kiasi cha pesa, yani ni kama mzuka ulianza kumvaa, na licha ya kuwa na mwili mkubwa, miguu yake ilianza kucheza kwa wepesi. Licha ya kwamba alikuwa amejifunika na kinyago, lakini macho yake yalionyesha hali ya ukatili. Mara baada ya kipenga cha pambano kuanza, Mad Dog alimsogelea Hamza kwa spidi huku akiwa amekunja ngumi, na alipomfikia airusha kumlenga eneo la kichwa. Hamza kwa wepesi kabisa alisogea pembeni na ngumi ile ilipiga hewa kiasi cha kumfanya Mad Dog akose muhimili na kutaka kudondoka, maana alikuwa ametumia nguvu kubwa sana. Unatumia nguvu kubwa sana. Unaendana vyema na jina lako la mbwa kichaa. Sasa mmoja ya watazamaji akasema, damn, huyu chalia na bahati. Yani kama ile ngumi ingempata ile, ingekuwa ndo mwisho wake. Msikilizaji, Mad Dog alianza kumshambulia Hamza kwa spidi kubwa. Licha ya kuonekana kutumia nguvu kubwa, lakini alionekana kuwa na mafunzo, na hili kidogo lilimshangaza Hamza na kutaka kumuona sura yake. Lakini licha ya Hamza kushambuliwa, ilikuwa ni rahisi kwake kukwepa mashambulizi, lakini alijua kama ni mtu ambaye hana mafunzo ya hakika, basi ni rahisi kushindwa pambano. Sasa upande wa Hamza sio kama eti hakuwa akitaka kupigana. Alikuwa akimkwepa tu Mad Dog huku macho yake yakiangalia watazamaji. Kuna kila hisia zilizokuwa zikimwambia kinachoendelea hapo ni tukio ambalo limepangwa ili alifanye. Ukweli hakuona kama kuna haja Liza kupitia kampuni yake ya Dede kushindwa kulipa kiasi cha pesa unachodaiwa, na hata kama hawataki kulipa, haikuwa haja ya kutengeneza uadui na wadeni wake na pia kutoa siri za uwepo wa hilo eneo. Hivyo Hamza aliamini lazima kuna mkono wa mtu mwenye nguvu zaidi ya Liza katika swala hili na si vinginevyo. Lakini kadri alivyokuwa akiangalia watazamaji, hakuweza kumuhisia yeyote, na alijiambia pengine mtu aliyepanga huo mchezo hayupo kwenye kundi la watu waliovaa vinyago. Hadhira hiyo ni kama ilikuwa na chuki ya muda mrefu na Hamza. Walikuwa wakizunguka huko na huko wakimlaani Hamza na maneno ya kila namna, wakitaka apigwe.
Hamza alijikuta akisimama bila kusogea tena, na pale pale Mad Dog aliona hiyo ni nafasi adhimu ya kumaliza kabisa Hamza, na alimsogelea kwa kasi akiwa amekunja ngumi, lakini Hamza alikuwa amejiandaa, kwani baada ya kukaribiwa pale pale alinua mguu na kumpiga Mad Dog kwenye makagali, na kutokana sasa na uzito wa teke, Mad Dog alidondoka chini mpaka nje ya ulingo. Basi watu wakashout, Adhila ilijikuta ikishikwa na mshangao, kwa sababu unajua kutegemea Hamza angeweza kumshinda Mad Dog kwa shambulizi moja tu. Eliza alijikuta akifurahi mara baada ya kuona Hamza ameshinda. Alikuwa na wasiwasi mno. Mad Dog aliugulia maumivu ya kupigwa teke lile kwa sekunde kadhaa, huku akijiuliza imekuwaje amepigwa kirahisi namna hiyo. Kama umeshindwa tayari, tuishie hapa, aliongea Hamza kwa Kiingereza akimwangalia Mad Dog. Mad Dog bado alionekana hakuridhika kushindwa na alitambana kurudi ndani ya ulingo. Sasa Liza akasema ya kwamba kwenye ulingo wa nungunungu ni swala la kifo au hai. Kama hujafa hutakiwi kushindwa, simama na endelea kupigana, aliongea Liza kwa Kiingereza tena kwa nguvu. Na Mad Dog mara baada ya kusikia kauli ile alisimama haraka. Hamza alishia kukiwa, yani alikunja tu sura, lakini kwa wakati mmoja alitaka kuangalia sura Mad Dog. Dakika ile ile bila kumpa nafasi ya kurudiwa na nguvu, airuka teke na kumpiga kifuani. Teke lile lilikuwa ni zito kiasi kwamba lilimchomoa Mad Dog kutoka kwenye ulingo na kwenda kudondokea mashabiki huko akitema damu nyingi. Alijitahidi akasimama, lakini ghafla tu alidondoka chini na kuzima hapo hapo. Lakini sasa teke lile pia lilimfanya kile kinyago chake kumtoka usoni, na Hamza mara baada ya kumwangalia kwa makini ajikuta akishangaa na kutabasamu kwa wakati mmoja. Unajua alikuwa ni nani? Alikuwa ni yule mfungwa ambaye inaaminika ndio kamuua Jongwe, mgombea wa kiti cha urais kupitia chama tawala na kisha kutoweka. Umemkumbuka Hamza alishia kutabasamu na kujiambia ni kama alivyofikiria tu. Hakuwa ameenda mbali, lakini kumbe alikuwa amejichimbia ndani ya hili eneo. Ilionekana hisia zake zilikuwa sahihi. Bwana huyo hakuwahi kukaa kwenye gereza ambalo halina fursa. Ilionekana kipindi chote akiwa gerezani hili ndilo eneo lake la kujiingizia kipato, na hata baada ya kumuua mtu mzito bado hakupanga kukimbia, maana ni sawa na kukimbia utajiri. Kwa nchi kama Tanzania ilikuwa rahisi kwake kujitengenezea kipato bila ya kuwa na mshindani. Hamza aliona mtu ambaye alikuwa akimchezea alikuwa amefikiria mbali. Pengine aliona ni bwana huyo pekee ambaye anaweza kumletea ugumu katika uwanja wa mapambano. Ndio maana zikachezwa hila mpaka kumfanya kupanda kwenye ulingo. Alishia kutoa basamu tu na kutaka kumjua adui yake. Sasa upande wa Liza uso wake ulikuwa umejikunja kama vile amekula pilipili ya kuwasha sana. Alikuwa na uhakika 100% Hamza hawezi kumzidi Mad Dog. Na kujiamini huko kumetokana na kwamba Mad Dog kwa kipindi kirefu sana hakuwahi kuwa na mpinzani ndani ya hilo eneo, na ndio mpiganaji ambaye amempatia pesa nyingi sana kwa kurekodi matukio yake na kuyauza kwenye mtandao wa Black Web. Sasa alijiuliza, inakuwaje Hamza kuwa na uwezo wa ajabu namna hiyo na kumshambulia kwa mapigo mawili Mad Dog na kisha kuzimia. Eneo lote lilikuwa kimya, macho katika vinyago yalionekana kumwangalia Hamza kwa wasiwasi. Zile dharau na kejeli zote zilikuwa zimekwisha. Kwao kupatikana kwa mpinzani wa Mad Dog sio tatizo. Kilichowashangaza ni pale ambapo Mad Dog alishambuliwa na yani ni mashambulizi mawili tu mpaka kuzimia, ili hali wamembetia kiasi kubwa cha pesa kushinda. Mashambulizi mawili, yani ni kama wewe msikilizaji umpige mtu tu kofi la kwanza pap, afu mkate na mtama shwa, tayari chali. Sasa Liza akasema hii takataka hii. Aliongea Liza kwa hasira, akisahau ni zaidi ya miaka 4 sasa tokea afungue hilo eneo. Ni Mad Dog ambaye hakuwahi kupigwa. Hata wapiganaji kutoka maeneo mengine duniani walifika kushindana naye na wote wakapigwa, na kufanya sasa watazamaji wengi kusafiri kuja kumuona. Muda huo mara baada ya kuangalia uelekeo wa Hamza, aligundua ni kama hakuwa na nia ya kurudi alipo ili kupata hela yake. Badala yake airuka ulingo na kutokomea nyuma eneo ambalo Mad Dog alitokea. Sasa Liza akasema, anafanya nini huyo? Kijana msaidizi akasema, inaonekana ameenda nyuma ya ukumbi. Liza akasema, pumbavu, nadhani mimi ni kipofu. Seba, hebu peleka mtu akaangalia anafanya nini. Aliongea Liza
Na Seba, kiongozi wa mabodyguard, alikusanya watu kwa ajili ya kwenda kuangalia Hamza anafanya nini, lakini muda ule Hamza alionekana akirudi kupitia kwenye ulingo huku akiwa na utulivu wa hali ya juu. Kumradhi, nilienda toilet mara moja. Boss Liza, nadhani umeshuhudia mwenyewe ushindi wangu. Hivyo andika cheki ya pesa, tuna njaa sisi. Aliongea Hamza huku akijifuta mikono yake kwa tishu. Eliza akasema, umeumia? Mbona unatoka damu? Aliuliza Eliza, na pale sasa alishika mikono ya Hamza kuangalia kama alikuwa ameumia. Sijaumia sana, nimejichubua kidogo tu. Aliongea Hamza huku sasa akicheka, lakini dakika hiyo meneja wa eneo la nyuma ya ukumbi alichomoka kija eneo la VIP huku akiliita jina la bosi wake. Bosi, akauliza, "Wewe nini kimetokea? Mbona umepaniki?" Meneja akasema, dakika hii huyu mtu amekuja kwenye vyumba vya wapiganaji wetu na kuwashambulia. Zaidi ya wapiganaji wetu 20 wamekuwa vilema. Liza akasema, pumbavu kivipi? Meneja akasema, ni kweli bosi. Baada ya kuja alianza kutupiga sisi na kisha akafuatia wapiganaji. Aliongea kwa akionekana anatetemeka. Sasa Liza akasema, Hamza, ina maana hiki ndicho ulichokifanya? Liza aliongea kwa sasa hasira zikiwa zimempanda kiwango cha juu. Kama nilivyosema, nilienda kutafuta choo, lakini sikukiona. Lakini hao watu wako wakanizuia nisiondoke. Mimi sikuwa na jinsi zaidi ya kuwashikisha adabu. Moyo wa Liza ulikuwa ukivuja damu. Milioni 800 pamoja na 900 alizoahidi haikuwa kitu sana kwake, lakini hao watu ambao Hamza amewageuza viwete, amewanunua kutoka magerezani kwa zaidi ya mamilioni ya hela. Hata kama wakifa ulingoni angeendelea kujipatia hela, lakini kama wakifa bila ya kuingia kwenye ulingo ni hasara. Kwa mahesabu ya haraka alikuwa amepata hasara ya zaidi ya bilioni 20. Na ili kupata wapiganaji kama hao kwake ilikuwa ni kama uwekezaji. Sasa ilimbidi kwenda hadi nje ya nchi katika magereza kuangalia wafungwa ambao anaweza kuwaingiza kwenye ulingo. Lakini hao wafungwa hata akiwapata hakuwachukua bure. Lazima viongozi wa kisiasa walipwe ili kuweza kuidhinisha na kisha jeshi la polisi kuwaziba midomo. Sasa kwa mlolongo wote huo zilikuwa ni pesa nyingi sana. Alikuwa akinunua mpiganaji mmoja mpaka kufikia $150,000, sawa na milioni 400, na bado hapo hajawalisha. Yaani hajawalisha virutubisho vyake vya kutunisha misuli. Sasa Hamza akasema, nadhani huwezi kunilaumu katika ile. Afistoshe wapiganaji wako wamejaza misuli tu ila kupigana wajui. Hasara uliyopata chukulia tu kama riba ambayo ulipaswa kuilipa Dosam kwa kuwazungusha muda mrefu na deni lao. Eliza akasema, kwa nini ulienda kupiga watu tena? Ni heri kuwavunja miguu kuliko wakaingia kwenye ulingo na kuishia kupoteza maisha. Unaona kipi bora, ni wavunje miguu, yani kwa namna ambavyo ni wavunja miguu, ama ungeingia ulingoni na kupoteza maisha? Kipi bora? Aliuliza Hamza na kumfanya Eliza kushindwa kujua cha kuongea. Mr. Liza, unapaswa kulipa, maana haitakuwa taswira nzuri kwako ili hali watu kibao wamesikia kwa masikio yako kiaidi. Aliongea Hamza, na muda huo sasa masikio ya Liza yaliokuwa yametobolewa, yani ni kama yamegeuka ya sungura kutokana na hasira. Alishia kuchukua cheki na kisha aliandika kiasi cha pesa anachodaiwa na Hamza ambacho alichoshinda, na kisha kwa kusaga meno alimkabidhi. Tokea aanze biashara siku hiyo ndio mara ya kwanza kupata hasara kubwa namna hiyo. Hamza mara baada ya kupatiwa cheki 2, moja alimkabidhi Eliza na ile yake alichukua na kuikagua kama masifuri hapo sawa au kuna sifuri imepelea moja. Alijikuta akitoa tabasamu lililojaa uzembe huku akijiambia hajapoteza muda kwake kuja ndani ya eneo hilo. Sasa Eliza mara baada ya kushika ile cheki ya milioni 800 alijikuta akishikwa na hisia mchanganyiko. Hakuamini deni hilo lingelipwa. Sio kwamba eti hiyo ni pesa kubwa ambayo ashawahi kukamilisha. Alikuwa kamilisha madili ya zaidi ya bilioni 10 huko. Kichomfanya kushikwa na hisia mchanganyiko ni kutokana na kwamba alikuwa na hofu ya muda mrefu deni hilo haliwezi kulipwa, na alijutia kuhudumia dede bila ya kulipa malipo yote. Eliza akasema, asante sana Mr. Liza, deni lako na kampuni yetu limeisha, sisi tunaondoka sasa. Aliongea Eliza huku akionyesha hamu ya kutoka ile eneo. Lakini sasa wakati wanataka kuondoka, Seba akiwa ameambatana na kundi la wanaume waliovalia mavazi ya kibodyguard waliwazingira Hamza na Eliza huku akiwa ameshikilia bunduki za shote.
Hamza akasema, Mr. Liza, hiki nini tena ndugu yangu? Aliuliza Hamza baada ya kugeuka. Liza akasema, niliahidi nitakulipa, lakini sikusema unaweza kuondoka ile eneo. Tutakuacha uondoke baada ya kuchukua hizo hela. Utalipia hasara uliosababisha. Mr. Liza. Huko ni kukosa aibu. Una thamani watu wanayokupa. Aliongea Liza. Liza licha kuonekana anafanya biashara za kihalifu, lakini alikuwa pia ni maarufu sana kwa watu. Alikuwa amejenga shule kadhaa ambazo wanafunzi wanasoma bure, na pia alikuwa akitoa misaada. Licha ya kampuni yake kuhusishwa na skendo ambazo nchi haijawahi kuzithibitisha, lakini aliheshimika na hata viongozi wakubwa walikuwa wakimwalika kwenye matukio makubwa Ikulu. Basi Liza akasema, kima wewe mwanamke, unadhani najali thamani watu wanaonipatia? Ninachojali ni biashara zangu kufanya vizuri na si vinginevyo. Liza akasema, ni heri kuanzia leo nimekujua tabia yako. Siwezi kuwa gizani na kumpa mtu sifa asizostahili. Kwangu wewe huna tofauti na jambazi. Aliongea Liza na kumfanya Hamza kumwangalia Liza kwa mshangao. Alijiambia kumbe hata panya anaweza kung'ata akizidiwa. Sasa Liza kajibu ya kwamba mwanamke mpumbavu usiyejua nini uongee na kipi usiongee. Sema, nataka kumuona huyo kijana akiwa chini na mwanamke anafaa sana kwa filamu za kutuingizia pesa. Wale majambazi wakaitikia, yes sir. Alitikia wale majambazi ya Boss Liza kwa nguvu kama miskule na kumzingira Hamza kwa ajili ya kumshambulia. Dakika chache mbele, wale mabodyguard wote walikuwa chini wakiugulia maumivu. Abbas ambaye alikuwa ndio kiongozi wa mabodyguard alishia kupiga yowe mara baada ya Hamza kutegua kiganja chake cha mkono na kudondoka chini. Eliza ambaye alishuhudia tukio zima alijikuta kakamaa mwili. Alikuwa kitamani kutoa kilio kutokana na kila alichokuwa akiona. Hamza alimtia wasiwasi mno sana. Hamza mara baada ya kugeuka nyuma aligundua Liza alikuwa amekaa sakafuni kwa woga. Tukio hilo lilimfanya kuhisi kudhalilishwa kwa karne, na kwa muda huo hakuwa na mtu mwingine wa kumwambia pigane, kwani alikuwa akiwategemea walikuwa chini wakiugulia maumivu. Upande wa Hamza mpaka anakuja kupumua na kuona kundi la watu wakigalagala chini, hata yeye hakujua amewezaje kuwashughulikia kwa dakika chache hivyo, maana kutumia uwezo wa ziada kudili nao. Yaani ulikuwa ni uwezo wake wa mafunzo mbalimbali ya mbinu za sanaa za kimapigano. Hamza mara baada ya kutulia kidogo alimsogelea mzee huyo wa Kimasai ambaye ni kibukta tu kilichokuwa kikionekana kutokana na rubega yake kupanda juu. Liza akasema, unataka nini kwangu? Aliongea Liza akijitetea, maana hakujua Hamza alikuwa na mpango gani. Nataka hiyo saa. Gharama za kumpiga Mad Dog ilikuwa ni milioni 900. Lakini ukaniletea kundi la mabodyguard ili niweze kupigana nao. Kwa hiyo lazima niongeze hela kidogo. Sitokufanya chochote wewe nipatie tu hisa yako. Wageni ambao walishuhudia tukio zima la Hamza kupiga mabodyguard mara baada ya kusikia hitajio la Hamza walijikuta wakidua. Ni kama sasa waliona Hamza anajaribu kujitajirisha kupitia Liza. Liza akauliza kwamba unajua hii saa inauzwa shilingi ngapi? Ya, nafahamu. Imetengenezwa kwa madini ya platinum. Mkanda wake ni wa ngozi ya mamba. Kioo cha yakuti. Mashine yake lazima itakuwa ni CA. Kama nitakuwa sahihi, lazima itakuwa si chini ya $600,000. Hizi saa zipo 15 tu duniani. Unadhani kuogopa mpaka nikupatie kitu cha thamani namna hii? Aliongea na kauli yake ilimfanya Hamza kuinama na kumwangalia Boss Liza usoni kwa macho ya kichawi. Ndani ya sekunde, Liza alijikuta akianza kutetemeka mwili mzima. Alikuwa kisi mtu ambaye yupo mbele yake ni jini ama kiumbe ambacho hakuwahi kukutana nacho. Hamza haikueleweka alimfanya nini, na pale alisimama na kumwangalia akiwa na tabasamu la uchokozi. Nitakuuliza tena, upo tayari kuivua mwenyewe ama nikate mkono ndio nichomoe? Aliuliza Hamza na kumfanya Liza kuangalia watu waliokuwa wakimwangalia kupitia vinyago. Aliona aibu mno, lakini kutokana sasa na kumhofia Hamza, alishia kuivua. Hamza alimkwapua kwenye mikono yake na alisogea mpaka kwenye meza na kisha alichukua chupa ya mvinyo ambayo imebakia nusu na kuimalizia yote mara moja. Mvinyo mtamu sana huo muda wote nikinywa wine na mkumbuka mwandishi wa vitabu anaitwa William Faulkner. Huyu jamaa alisema human civilization start with distilling technology.
kama unamjua Aristotle, basi utakuwa unasoma vitabu na utaona sikudanganye. Kama mwanaume unapaswa kustarabika. Hela unazo lakini unafanya vitu ambavyo fukara anafanya. Aliongea Hamza na mzee Laiza hakuongea kitu. Alijua Hamza alikuwa akimdhihaki ila hakuna kingine. Sasa naomba nisikilize. Leo ilikuwa ni siku nzuri sana. Nimepata hela, nimekunywa mvinyo wa bei ghali na nimechukua mazoezi kidogo. Mungu akijalia boss Laiza pengine tunaona tena. Binadamu sio milima Sisi sio milima, tutaonana. Tukiwa kama pipo, tutakutana boss Laiza. Mara baada ya kuongea hivyo alimshika Liza mkono na kuingia kwenye lifti. Boss Laiza mara baada ya Hamza kupotelea kwenye macho yake, alisimama na kisha alimsogelea Seba ambaye kamasi ilikuwa linamtoka kwa maumivu na kumpiga teke kwa hasira, na kisha alisogelea mlango uliokuwa ni kama lifti na alibonyeza. Mara mlango ule ulipofunguka, ilionekana eneo kama jukwaa la vioo. Ukiwa kwa ndani unaona upande wa eneo lote la ulingo, ila kwa aliyekuwa kwenye ulingo hawezi kuona watu ndani ya eneo hilo. Eneo hilo walikuwa wakikaa VVIP, yani watu muhimu zaidi. Yani sio muhimu tu, wale muhimu zaidi ndio walikuwa wakikaa hapo, ikiwemo wanasiasa wakubwa na wafanyabiashara wakubwa. Sasa ndani ya eneo hilo kwenye masofa alionekana mwanamke mrembo wa kuvutia sana akiwa ameketi kimapozi. Alikuwa amevalia gauni la rangi ya blue pamoja na viatu vya high heels. Sasa mzee Laiza akasema, Madam Yulia, nadhani unapaswa kuniambia huyu Hamza ni nani hasa? Msikilizaji, nikukumbushe, unamkumbuka Yulia? Unamkumbuka Yulia? Nadhani utakuwa unamkumbuka. Sasa Yulia akasema, mzee Laiza, kwa nini unaniuliza mimi? Kwa hiyo hata wewe hujui? Kama ni hivyo, kwa nini uliniambia nimlete Liza hapa na kumwandalia mtu wa kudili naye? Ina maana mpango wako haukuwa Liza, bali Hamza, kwa sababu ulikuwa ukijua ni wapenzi, si ndio? Ndio. Mwanzo nijua tutapata mkanda tu mzuri wa filamu, lakini sasa habari haikuwa kwetu. Hamza amekuja na kuharibu mpango mzima. Aliongea, lakini Laiza alikuwa na hasira sana. Laiza akasema, Yulia, unapaswa kunielezea vizuri. Nimepoteza wapiganaji wangu na zaidi ya mabilioni ya hela, alafu unaniambia hujui chochote. Aliongea kwa hasira, lakini mwanamke huyo alionekana kutokuwa na hisia zozote. Alisimama kimapause na muda ule alitoka kwa mwanamke mrembo na kwa mwanamke kauzo. Akasema kwamba, Laiza, nilikwambia udili na Eliza pekee, lakini sio kutafuta ugomvi na Hamza. Yani hasara kidogo tu unabweka wakati nakupatia kazi. Ulijaa ujivuni kwamba utaiweza, lakini sasa hivi umeingia kwenye mikono ya Hamza na lalama tu. Kwa unataka sasa mimi nikulipe hasara uliyopata ama? Aliongea na kisha alimsogelea Laiza karibu kana kwamba anajaribu kunusa jasho lake. Akasema kwamba kama shida yako ni pesa, naweza kukuandikia cheki. Lakini je, ujasiri wa kuipokea unao? Aliongea kauzo na kumfanya Laiza kugwanya. Alikuwa na hasira mno wakati akija hapo, lakini sekunde hiyo hiyo alikuwa kimogopa huyo mwanamke. Laiza akasema, sijamaanisha hivyo madam, kwa nini mimi nikudai? Yulia akasema, unapaswa kujijua wewe ni nani. Ijapokuwa kwa nje unaonekana mtu muungwana, lakini wewe ni mhalifu namba 1 ndani ya nchi hii. Nikiamua huwezi kuliona jua tena. Mimi Yulia ndio mrithi wa nguvu ya familia yangu yote, na hakuna mtu yote ndani ya taifa hili anaweza kuondoa mizizi yangu. Kuja kwangu hapa unapaswa kujivunia. Kuanzia sasa unapaswa kuanza kufikiria nafasi yako na sio kujinganisha na mimi. Aliyekuwa anakupa kiburi ni shamkata miguu na amekuwa joka la kibisa. Aliongea na kumfanya Laiza jasho kumtoka, maana alielewa Yulia alikuwa kimaanisha nini. Laiza akasema, nimekuelewa madam, naomba nisamehe. Aliongea Laiza huku akiinamisha kichwa chake chini, lakini kitendo kile kilimfanya Yulia kuanza kutoa kicheko. Alikuwa kicheka vizuri mno na kufanya sasa uzuri wake kuzidi kuonekana. Madam akasema, vizuri, napendaga mbwa mtiifu. Sorry, namaanisha mtu mtiifu. Aliongea na kisha alizipiga hatua kimaringo kutoka hapo ndani. Laiza alisha kumwangalia mwanamke huyo akiondoka, huku macho yake akiwa yamefunikwa na uovu mkubwa. Sasa msikilizaji, upande wa nyuma katika jengo hilo la makao makuu ya Dede kulikuwa kuna maegesho mengine tofauti kabisa. Yani kulikuwa kuna njia mbili za kuingilia ndani. Upande wa mbele ambao Hamza walipaki gari yao, na upande wa nyuma. Wakati akiwa anafikiria baadhi ya mambo yake, Yulia alisogelea gari yake ya Bentley upande wa nyuma
na kufungua mlango kisha akaingia ndani. Akasema kwamba nipeleke nyumbani. Aliongea huko akionekana kuchoka kiasi. Hakutaka kurudi kazini kwake kabisa, hivyo alitaka kwenda kupumzika. Lakini sasa licha kutoa maagizo, dereva hakuacha gari kabisa na kumfanya muangalie. Sasa Yulia akasema, wewe unaota? Alitulia. Alikuwa anauliza unaota nini, ila akatulia. Alitaka kufoka, lakini mara baada ya kumwangalia dereva ajikuta akishikwa na mshangao. Akauliza, kwa nini ni wewe? Dereva alikuwa tayari ashageuza kichwa chake, na kwa mshangao ilikuwa ni Hamza ambaye alikuwa na tabasamu lililojaa uovu, tena akiwa na sigara isiyoeleweka alitolea wapi. Mrembo, unaonekana kushangaa sana kuniona, aliongea Hamza huku sasa akitoa moshi wa sigara. Dereva wangu yuko wapi? Usio na wasiwasi, nimemfungia kwenye buti na kumpokonya sigara yake. Amezimia tu lakini hajafa, aliongea Hamza na kumfanya Yulia kuanza kuhisi uoga kwenye moyo wake. Dereva wake hakuwa wa kawaida, alikuwa ni komando wa jeshi ambaye amepitia mbinu mbalimbali za mapigano ya kale. Sasa kama mwanajeshi anapigwa na kuingizwa kwenye buti, ilimfanya kuwa na wasiwasi. Umejua vipi nipo hapa? Aliuliza huku macho yake yakibadilika na kuzidi kuwa na ukauzo. Tokea niliposikia Eliza akilazimishwa kuja hapa, nilijua tu kuna mtu anamwandalia mtego. Licha ya kwamba kuna skendo nyingi ambazo zinamhusu mzee Eliza, sijawahi kusikia inayohusu utapeli. Ni mtu ambaye anajali taswira yake mno, hivyo asingekubali kuchafuka kwa kushindwa kulipa deni. Lakini hata hivyo nilishindwa kukuona. So baada ya kutoka nilizunguka kuangalia magari ya kifahari yaliyopaki ndani ya eneo hili. Tanzania haina matajiri wengi wa kutumia magari ya kifahari, na nilivyoona la kwako nikakumbuka tu kule hotelini. Oh, kumbe ilikuwa hivyo, aliongea Yulia huku akionyesha kutokuonyesha mshangao. Ijapokuwa alikuwa na sababu ya kutosha, lakini mwishowe aliona uwezo wa Hamza wa kunusa hatari ulikuwa ni mkubwa. Yulia, unaonekana kutokuwa na hofu kwa kugundulika ulichokuwa ukipanga. Unadhani siwezi kufanya chochote? Kwa hiyo unataka nipige makelele ama? Unaweza kunikamata lakini huwezi kunifanya chochote. Labda kama tu unataka kupambana na familia yangu yote. Afistoshe, sijakufanya chochote. Kama unataka kuendelea kuishi kwa amani, ni bora usifanye kitu chochote cha kijinga, aliongea Yulia huku akionyesha kujiamini na kumfanya Hamza kutoa tabasamu la uovu. Alivuta moshi mwingi wa sigara na kisha akampulizia Yulia usoni na kumfanya aanze kukohoa. Wewe unafanya nini? Hebu basi kuvuta sigara yako ndani ya gari yangu bwana. Aliongea na Hamza. Alizimia sigara na kisha airuka kutoka kwenye siti ya dereva na kwenda siti ya nyuma na kumkandamiza Yulia kwa kumshika mikono yote miwili kwenye siti na kumwangalia kwa chini. Sasa Yulia aliuliza sasa ya kwamba wewe unafanya nini? Aliuliza kusasa macho yake akiwa amejaa ukali. Nisikilize, hilo swali nataka kuuliza wewe. Unapanga nini kwenye kichwa chako? Mimi? Ndio wewe. Najua kila kilichotokea leo ni mpango wako. Ulitaka Eliza aje mwenyewe hapa ili umkamate kwa ajili ya kunitishia mimi, si ndio? Kwa maana hiyo ulikuwa ukinifuatilia kwa muda mrefu mpaka kujua nina mahusiano na Eliza. Kwa vipi kama nimefanya? Niue sasa. Niue uone kitakachotokea. Kuwa mgonjwa wa akili haimaanishi huogopi kifo, aliongea Hamza na kutanua kiganja cha mkono wake na kumshika Yulia sura kuanzia kwenye mashavu na kuanza kumminya. Alijikuta akilia kutokana na namna mashavu yake yalivyokuwa yakiminywa na kuumizwa na meno yake. Basi alianza kutoa kelele akisema, niachie wewe mshenzi, niachie. Aliongea kwa nguvu huku akijaribu kumng'ata Hamza lakini alishindwa. Hamza hakuwa akimwogopa hata kidogo. Kwa kile kilichokuwa kikiendelea, mtu wa nje angesema Hamza ni kama anafanya masuala ya ubakaji. Sasa Hamza hakuishia kuminya mashavu tu. Alishika lipsi za Yulia na kuanza kuzisugua na kidole kiasi kwamba ni kama sasa lisa zilikuwa zikichubuka. Yulia sasa alijikuta kisi kama vile ni mdomo wake sasa ulikuwa ukiwaka moto na alianza kutetemeka mwili mzima. Hamza ni kama alikuwa akisafisha zile lipsi ili kuondoa lipstick, na baada ya kuona zimeng'aa alizipiga busu. Kitendo kile sasa kilimuudhi zaidi Yulia kiasi cha machozi kuanza kujitengeneza kwenye macho yake. Sasa Hamza akasema kwamba kama lengo lako ni kutaka niwe upande wako, mbinu unazotumia sio nzuri. Ukigusa watu ambao unawajali ni sawa na kugusa moto.
Aliongea Hamza huku akicheka kidhihaka. Yulia akasema kwa hiyo nifanye nini sasa? Unautaka mwili wangu ndio uweze kuwa mtu wangu ama? Hamza akasema unaweza kujaribu. Isitoshe ni muda mrefu sijawahi kukutana na mwanamke ambaye ni bikra. Aliongea Hamza na pale alipeleka mkono wake wa kushoto kwenye gunia gauni la Yulia. Sasa Yulia alikuwa amekaa na wakati sasa anashambuliwa miguu yake alitawanyisha na Hamza sasa kuweka mguu wake katikati. Hivyo sasa ilikuwa ni ngumu kujibana tena na kitendo cha Hamza kupeleka mkono ilikuwa ni jaribio jepesi mno. Sasa Yulia alisema kwamba niache. Aliongea kwa nguvu lakini licha hivyo mkono wa Hamza haukuishia njiani. Uso wa mrembo huyo ulizidi kubadilika. Sasa akasema niache mshenzi wewe, nitakufunga. Hujui nguvu ya familia yangu. Aliongea lakini kilichosikika ni ile nguo yake tu kuchanika. Lakini sasa ajabu kwa Hamza ni kwamba licha mwanamke huyo kutotaka kuguswa, lakini nguo yake ilikuwa imeshaloa muda mrefu. Hamza akasema huyo anaonekana kuwa mwanamke aliyejiandaa kubaua huyu. Basi Yulia akasema mshenzi wewe. Aliongea sasa akimwangalia Hamza kwa macho makali. Kwenye maisha yake hakuwahi kufanywa hivyo. Alitamani kumshikisha tu adabu Hamza pale. Upande wa Hamza kujali hata kidogo. Alichukua ile nguo ambayo kwa ameichana na kumwekea Yulia puani. Yaani ni kama sasa anamwambia nusa unyevu wako. Yulia kitendo cha kunusa harufu alijikuta akiona aibu kiasi cha kutaka kupotea ghafla. Lakini licha aibu alijikuta akipatwa na kama hali ya msisimko wa ajabu. Hivi ni kama sasa ni kitendo kile kama alikifurahia. Anamwambia Hamza kama unataka kuniua niue tu. Usidhani mimi nitakuogopa baada ya hili. Hamza akasema kukuua wewe ni kujitafutia matatizo tu. Mimi siwezi kufanya hivyo. Aliongea Hamza na kumgeuza Yulia na kumweka katika siti zote za nyuma na kumweka kifo cha Mende. Sasa Yulia alianza kupiga kelele. Akamwambia unafanya nini wewe? Aliweza kusasa akionyesha kupaniki. Hakuamini Hamza na kwenda kumfanyia kitendo hicho. Tena akiwa kwenye gari. Lakini sasa alichokiwaza kilikuwa tofauti mara baada ya kuona Hamza akitoa simu yake na kuweka upande wa kamera. Yaani ni kwamba ni kama Hamza alikuwa anataka kumrekodi. Sasa yule akasema inakuomba tafadhali naomba uache. Yule alijua kabisa kuwa na kitu chochote kilichobakia kwenye mwili wake ili kuweza kuficha nyeti zake. Sasa hakuwa amejiandaa, hivyo eneo lake kutokuwa na hali nzuri. Aliona ya kwamba hii ni udhalilishaji. Sasa kupigwa picha kama hivyo ni kitu ambacho hatotaka yani kije kuonekana kwa mtu yote yule. Sasa Hamza akasema kwa sababu unadhani familia yako inakujali sana na unaweza kufanya chochote, ngoja nikurekodi kidogo. Nataka hapa nikurekodi kwa sababu umechokoza mwenyewe, hivyo ni wakati wako wa kukabiliana na matokeo. Aliongea Hamza na kisha alianza kubonyeza kitufe cha kupiga picha na kurekodi. Yule alilaani sana, akasema unaharamu wewe, nitakuua kwa kifo kibaya sana. Alilaani huku moyoni mwake akijiambia atakuja kulipiza mara 100 ya kila anachofanyiwa. Dakika ambayo Hamza alimwachia na kurudisha simu yake, alikutana kibao kikali kutoka kwa mrembo huyo, lakini aliweza kukwepa kabla hakijamfikia na kumshika mikono kwa mara nyingine na kumkandamiza kwenye siti. Hamza akasema Yulia, huwa sipendi kuchokozwa. Hivyo nakwambia acha mara moja. Kama unataka kutafuta mtu wa kucheza naye tafuta, lakini sio mimi. Nadhani huelewi unacheza na mtu wa namna gani. Yulia akasema I'm sorry. Mimi huwa napenda kushindana. Nitaka tu kujua wewe ni nani basi. Ni bora uniue leo hii, la sivyo nitakupigisha magoti na kuomba msamaha kwa ulichonifanyia leo. Aliongea Yulia huku akiwa hana hofu kabisa na kumfanya Hamza kushangaa. Alijua kwa kumfanyia hivyo mwanamke huyo angeogopa, lakini matokeo yake yalionyeshwa ukiburi na uchizi nje ya matarajio yake. Ukweli ni kwamba kama sio kwa Yulia kumfanyia hila, pengine angeanza kumpenda, maana alikuwa mwanamke mrembo mno. Yulia alikuwa na muonekano uliojaa sumu. Akikutega kama huna uwezo binafsi wa kushindana naye, lazima uingie kwenye mtego wake. Na hiyo ndio ilikuwa silaha yake kubwa. Aliwamaliza maadui zake kwa staili hiyo tu. Sasa Hamza akasema hii video uchukulia kama onyo. Usije kujaribu tena kucheza michezo yako na watu wangu wa karibu. La sivyo nitakuharibia Yulia. Na hata familia yako haitaweza kufanya chochote kukusaidia. Aliongea Hamza na kumfanya Yulia sasa kuishia kumwangalia Hamza huku akifikiria namna ya kudili na swala hilo. Lakini katika nafasi aliyokuepo aliona hana uwezo wa kufuta. Yulia akasema nimekuelewa kwa leo, tufanye umeshinda. Aliongea Yulia na kufanya Hamza kupumua kwa uweni. Alijiambia kama angetaka kumuua Yulia, basi moja kwa moja angejiingiza kwenye matatizo makubwa. Sasa Hamza akasema matumaini yangu huu ushindi utadumu milele. Aliongea sasa akijiandaa kushuka, lakini ghafla tu mabomu ya machozi yalirushwa karibu na gari lao na kulipuka.
Hamza kwa mshangao akasema, wewe ulikuwa umeandaa mpaka huu mpango? Yule akasema, hapana, hii sio mimi. Aliongea na Hamza, alifikiria kwa sekunde na kisha alimwangalia. Hamza akasema, okay, baki ndani ya gari usishuke. Ngoja nione nini kinaendelea. Aliongea Hamza na kushuka muda ule ule. Eneo lote kuzunguka walipo kulikuwa kuna moshi mzito wa mabomu kiasi cha kupelekea sasa usione kinachoendelea. Hamza akiwa amefunikwa na ule moshi, ghafla tu alihisi vitu kama nyota vinamzunguka vikimsogelea kwa kasi. Sasa Hamza mara baada ya kugundua nyota hizo ni visu ambavyo vinafahamika kwa jina la Kijapani kama shuriken, maana alivyoviona tu alitamka shuriken. Nyota hizo zilitokea kila upande, juu, chini na pembeni, vikitaka kummaliza mara moja Hamza pale alipokuepo. Yulia mara baada ya kuona tukio hilo alishindwa kujizuia na kutoa macho huku mkono ukiwa mdomoni. Alitaka kumwambia Hamza lakini alikuwa amechelewa. Lakini Hamza ni kama alitegemea, kwani pale pale alinyoosha mikono yake miwili huku akipiga sarakasi ya kuzunguka, na mikono yake ilipiga makofi, na kila alivyokuwa sasa akifungua kiganja chake vile visu vilidondoka chini. Yaani ilionekana alikuwa akividaka kwa kuvishikilia na viganja vya mkono na kuvikwepa kwa wakati mmoja. Ilikuwa ni picha aina yake kwa namna alivyokuwa akiuzungusha mwili wake kwa wepesi, tena na ustadi wa hali ya juu kudaka kwa baadhi ya hivyo visu vya shuriken. Sasa Hamza hakuishia pale. Kitendo cha waliokuwa akirusha vile visu, yani kitendo chao cha kuchelewa kidogo tu, ni kama walimpa nafasi kurusha kimoja alichoshikilia upande wa kushoto kwake, na kilichosikika ni mguno wa maumivu. Muda ule moshi ulikuwa umepungua na alionekana ninja aliyekuwa amevalia mavazi kama kanzu nyeusi hivi na nikabu, na kinyota kikiwa kimeingia kwenye koromeo lake, na damu zilikuwa zikiruka kama utafikiri bomba limepasuka. Maninja wengine wawili walikuwa kimuona Hamza vizuri, na hawakuishia pale tu, walianza kumshambulia Hamza na visu vilivyokuwa kama mshale. Lakini muda huo Hamza hakukwepa tena kwa sarakasi, bali katika eneo ambalo alikuwa amesimama ni kama vile imebakia picha yake tu, kwani visu vile vilimfikia lakini havikumchoma zaidi ya kupita. Ilikuwa ni kama wanarushia holography ya sura ya Hamza. Walizidi kumshambulia Hamza mara baada ya kuhisi anawasogelea, lakini kweli ni kwamba walichokuwa akiona sio Hamza, mpaka wanakuja kujua, yani wanakuja kutambua hilo, Hamza alikuwa ameshawafikia. Hamza mara baada ya kumsogelea aliyekuwa mbele ili kumpiga, alijikuta akishia kushika kitambaa cha nguo tu pekee. Hamza akasema, "Wow, kazi nzuri." Anaongea Hamza mara baada ya kumkosoa wa kwanza. Na muda huo alijua walikuwa kitumia mbinu za kininja ili kukwepa kukamatwa. Hamza mara baada ya kugundua hilo, alifumba macho na kuanza kupima mabadiliko ya mkondo wa upepo kwa kutumia hisia. Moja ya sifa kubwa msikilizaji ya maninja wenye mafunzo ya hali ya juu ni kwamba wanashambulia wakiwa wanatembea kwa kasi mno. Ikiwa shabaha yao ipo katikati, wanatengeneza duara na kushambulia wakiwa wanazunguka kwa spidi kubwa. Na hapa bila mafunzo ya hisia huwezi kuwazidi, maana huwezi kujua wapo upande gani, na unaweza kushtukia tu wote wamekimbia na anayekuzunguka ni mmoja tu. Sasa Hamza alisema kwamba hapa. Aliongea Hamza ambaye sasa alikuwa akizunguka pia na mguu mmoja, na kitendo cha kuongea vile alisogea kwa spidi na kufanya shambulizi la ngumi, na kilichosikika ni kitu kugongana na kioo cha gari alilokuepo Yulia. Yaani singekuwa uwezo wake wa hali ya juu, basi pengine Yulia angekufa pale pale, maana yule ninja alikuwa shajiandaa kumshambulia. Umakini wa Hamza ulimwezesha kuwadhibiti maninja wote watatu, huku wa mwisho akijimaliza yeye mwenyewe baada ya kuona kazidiwa. Hamza wala kujali kujiua kwao. Alichofanya ni kuchana sehemu ya bega na mkono kuangalia mchoro wa tatu. Maninja wote walionekana kuwa weusi, na jambo hili lilimfanya Hamza kushangaa kidogo, na aliamini lazima kuna uwezekano mafunzo wameyapata nje ya nchi. Kilichomfanya Hamza kutogundua chochote na kuona hawa sio maninja wanaomilikiwa ni mara baada ya kuona kila mmoja alikuwa na tattoo yake. Yaani kama wangekuwa na milikiwa wangekuwa na tattoo zinazofanana. Sasa yule akasema, hawa ni wakina nani? Kwa nini wamekuja kuniua? Unaniuliza mimi tena? Wewe ndio unatakiwa kujibu. Imekuwaje mpaka ukajiingiza kwenye matatizo mpaka ukakodiwa watu wa namna hii? Kwani unajua wanatokea wapi? Hawana chata lolote. Ni ngumu kujua, ila kuna makundi ya kininja daraja B duniani ambao hawapigwi chata. Licha ya kuwa chini ya umoja, wakipewa mission wanapewa jina la Stride Ninjas au Stride Assassin.
Wanakuwa na uwezo wa hali ya juu na kazi yao kubwa ni kuua watu wazito, na hata wakikamatika haiwezi kujulikana wametokea kundi gani. Kwa hiyo hawa ni Stride Ninja. Ndio, imekwaje mpaka ukakodiwa watu wa namna hii? Mimi najua sana unatokea wapi. Mimi na maadui kibao. Alafu ndio yani mimi naona kama ndio uliyesababisha. Hivi nani nikakwambia mzimishe bodyguard wangu? Aliongea na kumfanya Hamza asijue acheke ama alie. Yaani bado unanilaumu tu, Hata kama bodyguard wako angekuwa nafahamu, asingeweza kuwashinda. Maninja hawafundishwi kupigana, bali wanafundishwa namna ya kuitega shabaha na kuua. Hivyo kama mwanajeshi wako amefundishwa vita, ataweza vipi kutegua mitego ya kininja? Yule alijihisi kuogopa kidogo. Hakuwa na utaratibu wa kutembea na mabodyguard wengi, na ukweli kama asingekuepo Hamza basi ingekuwa swala lingine. Jambo hilo lilimfanya kutaka kwa namna yote Hamza kuwa mtu wake wa karibu ili apate kuwa salama. Yule akasema, "Kwa nini umeniokoa? Wewe ungewacha tu aniue. Singekurahisishia mambo mengi." "Sina utaratibu wa kuazima kisu kwa ajili ya kuua mtu. Nikitaka ufe na kuua mwenyewe tu." "Kumbe. Mbona unaona kama unanipenda sasa?" Aliongea huko akiweka mapozi na kumfanya Hamza kakamaa. Ukweli hakutaka kuona mwanamke mrembo kama huyu akipata matatizo. Aliona ingekuwa ni hasara. "Naona ugonjwa wako wa akili ushaanza kuchukua nafasi." "Nini?" "Wewe unajiona unapendwa na kila mtu. Huu ni ugonjwa dadangu." "Lazima tu mimi nitakuthibitishia unanipenda. Wewe ngoja uone. Mimi Yulia, hakuna mwanaume anayeweza kuruka mtego wangu." "Hamza, nakwambiaje? Wewe huna utofauti wote na mimi. Wewe ni mkatili tu ambaye huwezi pendwa na mwanamke wa kawaida." "Sawa, fanya unachotaka. Kwa hiyo ndio unaniacha? Aya, vipi kama kuna maninja wengine?" "Si umesema wewe ni mtoto wa familia nzito bwana? Wapigie simu waje wakulinde. Mpenzi wangu ana njaa bwana na ananisubiri." Aliongea Hamza na kuendelea kupiga hatua kuondoka. Yulia alishia kumwangalia Hamza kwa mbali akipotelea nje, na alishia kupindisha tu midomo yake. "Tunaona tu muda si mrefu. Ili mradi wewe ni mwanaume alijali, nitakuonyesha namna ulivyo dhaifu mbele ya mwanamke kama mimi." Aliongea hivyo Yulia. Sasa je, yeye ndio atakuwa bikra kwanza, yani bikra wa kwanza Tanzania kuweza kumpa wororo Hamza? Ama itakuwaje? Maana tangu tumeanza hatujaona hata Hamza akila epo. Hamna, hajala epo la Eva. Bado hajala. Msikilizaji, naomba nikuombe tu kitu kimoja. Ni kipindi cha muda mfupi tu ambacho tunakipitia hivi sasa. Mimi kuweza kukutumia lisali moja kwa simulizi, na kama nikizidi hapo basi kesho itakubidi umisi simulizi. Ndio maana nahakikisha kwamba kila siku bora kutoa ile lisali moja ili tuweze kupata simulizi kila siku, na kama nikizidisha hapo basi kesho utamisi, ama kwangu inaweza kuleta shida kidogo. Kwa hiyo tuvumiliane. Hii ni hali ya muda mfupi tu kuanzia mwezi wa 5, tarehe za mwanzoni tu hapo, tarehe 10, basi masaa yatakuwa ni mawili, na nikukumbushe tu pia sio masaa mawili tu. Simulizi fupi, short story kutoka kwa watunzi mbalimbali mahiri ambao utakuwa umeshawamisi, kina Rita na watunzi wengine wengi zitaanza kutoka, msikilizaji. Okay? Kwa hiyo tuvute tu muda kwenye kipindi na kuomba sana, na kuanzia mwezi wa 5 kwenye tarehe 10 hivi ndipo tutaanza kutoa sasa masaa zaidi ya mawili na simulizi fupi ama mpya ambazo zitakuwa ni tamu sana. Ninazo za kutosha. Nasubiri tu muda ufike zianze kutoka, msikilizaji. Sawa? Mwandishi wa hii simulizi ni Isa Singano. Ya kusimulia ni mimi Lucas Lumbas. Mapenzi ya Mwenyezi Mungu yatukutanishe sehemu ya 20. Bye bye.